Kabla ya taarifa hizi ambazo tunazileta moja kwa moja za siri kubwa kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu nikuhabarishe. Kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa bara kitaifa chama cha Chadema Tundu Lissu, ambaye amekaa gerezani zaidi ya siku 400 sasa, ameshinda kesi dhidi ya uhaini, jambo ambalo limeweza kusababisha rais wa sasa Samia Suluhu Hassan kuzirai baada ya tangazo hilo kutolewa. Kivipi? Unapotazama kwa skrini yako kuna chapisho hili ambalo limeweza kututangazia haya ambayo yameweza kufanyika. Kwa chapisho hili wameandika Lissu aibuka mshindi dhidi ya DPP, yaani Lissu ameweza kushinda kesi yake dhidi ya mashtaka aliyofunguliwa na DPP kuhusiana na uhaini. Sasa Mheshimiwa Tundu Lissu, hii kesi ambayo alipabikiziwa imefika mwisho ya uhaini. Jambo hili limeweza kutetemesha taifa la Tanzania mzima. Tunaweza kuripoti taarifa hizi na kusema Lissu aibuka kideda mahakamani, hasa katika mahakama ile ya rufaa yatoa uamuzi. Sasa uamuzi huu ambao umetufikia sasa hivi ni hatari sana, haswa kwa rais ambaye yuko mamlakani, kwa sababu ameshindwa hii kesi. Mahakama ya rufaa Tanzania hapa imetoa uamuzi kwenye kesi ya mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP dhidi ya Tundu Lissu, Criminal Revision number 7203 21/6/2026. Katika maombi hayo, jamhuri waliomba mahakama ya rufaa kufanya marejeo dhidi ya taarifa ya kuongeza ushahidi wa Amini Mahamba kwenye kesi ya uhaini iliyomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtaweza kukumbuka kwamba Lissu aliweka pingamizi na mahakama kuu ikakubaliana naye kwa kukataa ushahidi mpya kuingizwa mahakamani, kitendo kilichopelekea jamhuri kusajili nia ya kutaka rufaa, lakini baadaye wakasajili maombi ya marejeo. Sasa ikumbukwe tarehe 3 mwezi huu wa Julai, mwezi wa 7, mahakama ya rufaa iliweza kusikiza maombi hayo, na sasa wameweza kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao mahakamani, hasa katika mahakama ya rufaa imetupilia mbali maombi ya DPP pigo kubwa hili, ikisema mahakama kuu walikuwa sahihi kuitupilia mbali taarifa ya kuzudio la kuongeza ushahidi mwingine chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya mienendo wa makosa ya jinai. Mahakama ya rufaa pia imekataa hoja ya DPP kwamba hakusikilizwa na imeyatupilia mbali maombi ya mkurugenzi huyo DPP na makosa ya jinai nchini. Kwa sababu hizo, kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu inapaswa sasa kuendelea mahakama kuu. Sasa inamaanisha ya kwamba hii kesi waliweza kumupambikizia Tundu Lissu. Najua sasa katika upande wa jamhuri hawana ushahidi wa kutosha wa kuonyesha kwamba Tundu Lissu alifanya makosa ama alifanya uhaini ama alitekeleza makosa makubwa, lakini sasa wakaenda kutafuta ushahidi mwingine ama kuongeza ushahidi, kwa sababu ushahidi ambao serikali ilikuwa imewasilisha haukuwa wa njia ama uliweza kushindwa dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa mambo haya yamefikia Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu Chamwino, na ameshangaa sasa, vipi tutaweza kumunyonga kivipi huyu Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu imeshindikana, mahakama imeonekana kuegemea upande wake. Sasa ni maswali ambayo yanaendelea kuulizwa hapa Tanzania. Najua Tundu Lissu hii kesi nayo aliweza kuwekelewa tu ni kwa sababu ya siasa za hapa nchini Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba
Wakati Lissu aliweza kutiwa mbaroni ni kwa sababu ya siasa zilizopita za mwaka jana mwezi wa 10/29, kwa sababu hawakutaka kumruhusu Tundu Lissu akae kwa debe, kwa sababu angemshinda mbali sana huyu Samia Suluhu Hassan kwa uchaguzi. Akaona vema aweze kumkamata. Watu wakasema hapa Tanzania, hata ingawa umemkamata tutapigia mrengo upinzani, na yule ambaye yuko na wafuasi ni mpira wa ACT Wazalendo. Akaona ni hivyo, naye akamzuia, hakuwahi kuwania kiti cha urais hapa Tanzania. Yani njia zote ambazo mheshimiwa ambaye ni katili Samia Suluhu Hassan alitumia ni kuwafungia wale ambao walikuwa na nguvu za kushinda kiti cha urais ACT Mzalendo. Huyu mpina akazuiliwa na huyu ambaye anaitwa Tundu Lissu, jambo ambalo liliweza kusababisha hata kura zikupigwa, watu wakaandamana, makaratasi ya kupiga kura yakamwagwa barabarani, kisha baadaye moto kila mahali, uharibifu mkubwa ukaweza kushuhudiwa na kusababishwa katika sehemu mbalimbali humu nchini Tanzania, jambo ambalo liliweza kusababisha Suluhu apige simu kwa tume ya uchaguzi, akawaambia ya kwamba nitangaze, wakamtangaza kwa 98%. Baadaye na kuandikisha historia ambayo haijawahi kuandikishwa tangu nchi yetu ya Tanzania iweze kujinyakulia uhuru wake. Sasa ikafika wakati wa uapisho wale ambao waliweza kuhudhuria uapisho ni wale ambao wako serikalini, na wakafanya uapisho katika uwanja wa kijeshi na ulinzi mkali wa kijeshi, kumaanisha wa Tanzania hatukuruhusiwa kufika pala. Hata waandishi wa habari tulikuwa tunapewa feed kutoka hii ambayo inaitwa TBC, yani Tanzania Broadcasting Corporation, ndio ilikuwa inatoa feed, kwa sababu hakukuwa na kuruhusiwa kuingia pale. Kumaanisha hata yeye anajua tu aliweza kujitangaza na kuwa rais na kujiapisha na kuingia afisini. Ndio maana mataifa mengine wakakomesha, wakasitisha kutuma misaada hapa Tanzania. Taifa lile la Marekani wakasema haiwezekani, Uswidi haiwezekani, Canada haiwezekani, Umoja wa Mataifa haiwezekani, Bunge la Ulaya haiwezekani. Wakasema hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendelea kushuhudiwa katika taifa hili la Tanzania. Sasa ndio maana tunapitia changamoto za hapa na pale. Kwa hivyo wakati wowote kuanzia sasa Tundu Lissu anaweza kuachiliwa huru, kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha, kwa sababu ameshinda kesi dhidi ya serikali, dhidi ya DPP, dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Kesi hii ya kupambikiziwa haina msingi wowote, na wakati wowote kuanzia sasa Tundu Lissu atakuwa amefunguliwa, atakuwa ameachiliwa huru, atakuwa amekubaliwa kufanya yale yote ambayo anastahili kuyafanya na kuendesha siasa za mrengo upinzani hapa Tanzania. Naomba kutamatishia hapo. Tukipata taarifa zingine tutazileta moja kwa moja, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana, tupatane baadaye.